Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Karibu sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Bukelebe TV. Tunakushukuru kwa kuungana nasi katika kipindi hiki cha mafundisho ya neno la Mungu. Tunaomba Roho Mtakatifu akuongoze unapofuatilia ujumbe huu muhimu, ili uelewe kweli ya Mungu na kupata tumaini la uzima wa milele. Leo tunatafakari mada yenye uzito mkubwa: kwa ajili ya nani moto wa Jehanamu uliandaliwa? Watu wengi hujiuliza, je, Mungu aliwaandalia wanadamu mateso au kuna kusudi lingine nyuma ya hukumu hiyo? Ili kupata jibu sahihi, tunapaswa kurejea kwenye Biblia ambayo ndiyo msingi wa imani yetu. Katika Injili ya Mathayo 25:41, Yesu anasema, "Ondokeni kwangu enyi mliolaaniwa, mkaingie katika moto wa milele uliowekwa tayari kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake." Hapa tunaona wazi kuwa moto wa milele haukuandaliwa kwa ajili ya wanadamu, bali uliandaliwa kwa ajili ya Shetani na malaika zake. Hii inaonyesha tabia ya Mungu kwamba si Mungu anayependa kuadhibu wanadamu, bali ni Mungu wa upendo anayetamani kuokoa. Lakini swali linakuja, kwa nini basi kuna wanadamu wanaoingia katika huo moto? Jibu ni rahisi lakini la kusikitisha. Ni kwa sababu ya uchaguzi wao. Biblia inafundisha kuwa kuna njia mbili tu, njia ya uzima na njia ya mauti. Yesu anasema wazi, asiye pamoja nami yu kinyume changu. Hii ina maana kwamba hakuna nafasi ya katikati, ama mtu yuko upande wa Kristo au yuko upande wa adui. Kwa mfano, fikiria mtu anayekataa kufuata sheria za barabarani. Ajali itakapotokea, si kwamba sheria ndiyo imemuumiza, bali ni uchaguzi wake mwenyewe. Vivyo hivyo, wale wanaomkataa Kristo na kuchagua njia ya dhambi, wanajiweka wenyewe katika hatari ya kuangamia pamoja na Shetani. Hata hivyo, ujumbe mkuu wa Biblia si wa hukumu bali ni wa wokovu. Katika Petro 2:3-9, Biblia inasema, "Bwana hakawii kutimiza ahadi yake, bali huvumilia kwetu. Hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba." Hii inaonyesha wazi kuwa moyo wa Mungu umejaa huruma. Anatamani kila mmoja wetu aokolewe. Pia katika Timotheo 1:2-4 tunasoma, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Na katika Ufunuo 22:17 kuna mwaliko wa wazi, "Na yeye asikiaye na aseme, njoo, na mwenye kiu na aje, na mwenye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure." Huu ni mwaliko wa neema, hakuna anayezuiliwa kumjia Mungu. Kwa mtazamo wa mafundisho ya kanisa la Adventista wa Sabato, tunaelewa kwamba Mungu ni wa haki na mwenye upendo. Adhabu ya mwisho ya waovu si mateso ya milele yasiyo na mwisho, bali ni maangamizi ya milele, yaani mwisho kamili wa dhambi na waovu. Moto wa mwisho utaondoa dhambi kabisa, ili ulimwengu uwe safi tena. Hii inaendana na tabia ya Mungu ya haki na rehema. Hebu tuchukue mfano mwingine. Mzazi anayempenda mtoto wake akamwonya asiguse moto, si kwa sababu anataka mtoto aumie, bali anataka kumlinda. Vivyo hivyo, Mungu anatupa maonyo katika Biblia ili tuepuke adhabu ya dhambi. Lakini kama mtu atasisitiza kugusa moto, matokeo yake yatakuwa wazi. Kwa hiyo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ujumbe huu si wa kutisha, bali ni wa kutuita kwenye wokovu. Mungu anakuita hii leo. Anasema, chagua uzima, chagua Kristo, chagua njia ya haki. Usimfuate adui, kwa sababu mwisho wake umeandaliwa tayari na si mwisho mzuri. Kwa kumalizia, tukumbuke kwamba Mungu anatupenda sana. Alimtuma mwana wake afe kwa ajili yetu, ili tusipotee bali tupate uzima wa milele. Hivyo basi, tuchague leo kumfuata Yesu kwa moyo wote. Asante sana kwa kuungana nasi kupitia Bukelebe TV. Mungu akubariki sana. Tutaonana tena wakati mwingine kwa mafundisho zaidi ya neno la Mungu. Mimi ni Ustasela Joni. Kwa heri kwa sasa.